Kusikitisha kwa wanandoa ambao inabidi muwe makini sana, lakini pia hata wale ambao tayari mmeshabahatika kuwa na watoto kwenye mahusiano nje tu na ndoa, kwa sababu hichi kitu kimetokea huko sehemu ambayo wameomba tu wahifadhi kidogo, lakini ni nje ya Tanzania, kuhusiana na wanandoa ambao wamejikuta wameingia kwenye mtanange mzito na mtego mzito ambao hata ungekuwa wewe usingeweza kutoka. Hebu imagine mwanaume amefunga ndoa na mwanamke wake ambao tayari kwa shabatika kupata watoto, lakini hao watoto wako watatu naambiwa. Wote sio wa mwanaume, yani wote sio wa mwanaume. Hebu niambie unavaaje viatu vya wewe mwanaume kwa wewe mwanamke ambaye tayari umeshafunga na ndoa, lakini pia tayari mwanaume ana 100% kwamba hao watoto wake wote watatu ni wa kwake. Ngoja nikuonyeshe hii picha, utaelewa vizuri. Kuna hii picha hiyo hapo unaiona vizuri. Hapa ni mke, mume na hao watoto watatu ambao wamepangana. Uzuri wote ni wa kiume, lakini sio wa mwanaume huyu. Na hiyo wamejuaje? Baada ya kwenda kupima DNA. Yaani kuna vitu vinaumiza sana ise. Huyu ni mtu na mkewe na walibahatika kupata watoto watatu kipindi cha ndoa. Kipindi cha ndoa yao, lakini baada ya kupima tu DNA imegundulika kwamba wale watoto sio wa mwanaume. Ni wa mtu mwingine kabisa, nje na ule mwanaume ambaye tayari yupo naye kwenye ndoa. Sasa angalizo kwa ninyi ambao mnakuwa mfano kupitia haya hapa. Sisemi ukapime DNA uharibu, lakini ni muhimu zaidi kwenda kupima DNA. Yaani kapime DNA. Unaona kuna vitu vielewi, hata kama kuna vitu unavielewa, kapime DNA kujihakikishia usalama wako, kwa sababu huyu mwanaume niambie hali ambayo anayo kwa sasa, hali yake ipoje? Yaani hapo ukitoka kulazwa kuzimia, huyu hapo marehemu alikuwa titi. Tusifikie huko, tuwe ni watu ambao wakuambiana ukweli. Sio ni sababu ya kumficha mtu wako ambaye wa karibu unampenda na anakuelewa bana watoto sio wako. Tafute njama, tutafute watoto wetu ili kila kitu kiendelee na kiwe sawa. Kwa hiyo kufichana kwenye mahusiano, kwenye ndoa kuna haribu vitu vingi sana. DNA imekuja kuharibu kila kitu, kwamba hawa watoto sio huyu mwanaume, ni watoto wa nani? Kaa vizuri na mwanamke wako, kaa vizuri na mwanaume wako, jichunguzeni. Ukweli unamwekaga mtu huru siku zote. Na kitu kingine ni kwa ajili ya kujenga familia. Watoto watamchukuliaje baba yao? Watoto watamchukuliaje mama yao? Ni kitu gani ambacho mwanaume ataweza kufanya kwa watoto baada ya kugundua si watoto wake? Kwa mwanamke, kwa ndugu. Kwa hiyo DNA ni very important. Leo kama trending, nimeona niwasogezee hii hapo ili watu wasijisahau sana. Wewe ungekuwa ndio huyu mwanaume, hebu vaa uhusika wake, ungefanya kitu gani wewe mwanamke? Majibu yenu nakutana nayo kwenye upande wa comment. Yeah.